Assalamu alaikum popote pale ulipo kutokea dimba la Benjamin Mkapa. Leo ni Machi 8 na hii ni Spoga Online. Mimi ni Isa Dede, Umoja Mataifa chumvi ya mawe. Nimefika hapa tayari Benjamin Mkapa ambapo kulikuwa kunatarajiwa shughuli ya kumnema mwali, lakini mnyama Simba Sports Club majira ya usiku akitoa taarifa kwa umma kwamba yeye katika mchezo wa leo hata shiriki kwa maana ya kuleta timu baada ya kanuni na taratibu kuvunjwa, kutokuruhusiwa kuja kufanya mazoezi. Timu ngeni inatakiwa ifanye mazoezi katika uwanja ambao unatakiwa ufanyike mechi au mchezo husika, lakini wakizuiliwa na wao kutoa statement kwa mujibu wa management ambao wametoa statement hiyo. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao wamesema watashiriki na wataleta timu kama ambavyo utaratibu ulipangwa, na kama unavyoona mashabiki wa Young Africans wakiwa wanazidi kumiminika, lakini mashabiki wa Simba ambao wametoka mkoa nao pia wamemiminika. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao wanasema mashabiki wao bwana, sisi watashiriki mpira TFF pamoja na bodi ya ligi. Twende tukazungumze na mashabiki ambao wamejitokeza hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, mashabiki wa Young Africans lakini na mashabiki wa mnyama Simba Sports. Hii ni Spoga Online na mimi ni Isa Dede, Umoja wa Mataifa. Hii dabi haina kipengele labda ukilete wewe. Mambo vipi mtazamaji na mwana michezo mwenzangu kutokea Benjamin Mkapa asubuhi na mapema, ambapo unatarajiwa kufanyika mchezo wa dabi, lakini ambao mpaka sasa hivi kuna sitofahamu umeota mbao baada ya taarifa ya mnyama Simba Sports kugomea mchezo huu, lakini Young Africans wamesema watashiriki kama kawaida. Niko na mashabiki wa wekundu wa Msimbazi kutoka kule Mafinga, matajiri wa Mafinga. Mambo vipi? Matajiri kabisa. Fresh. Bana vipi? Shwari? Shwari. Nyinyi ndo matajiri wa Mafinga? Naam. Nimesafiri umbali mrefu kutoka Mafinga mpaka Dar es Salaam Benjamin Mkapa kwa ajili ya kushuhudia mchezo Kariakoo Derby, Young Africans akiwapokea mnyama. Lakini mnyama ametoa statement kwamba yeye bwana, kutokana na kanuni kutokufuatwa basi atagomea mchezo. Wewe kama mshabiki labda wekundu wa Msimbazi, kitu gani ambacho unaweza kuzungumza? Kwa majina kwanza nijitambulishe, naitwa Neema Mbembati au dada mkuu Mrs. Mpanzu. Kitendo cha Yanga kutugomea si tunaona wala haijatushtua kwanza. Yaani hizo ni chokochoko tu. Na mimi nilichokiamini mpaka sasa hivi ni kwamba wameugomea mchezo kwa sababu wamejua kabisa kwamba hii mechi wanapigwa. Ndio maana wameshindwa kufika, wakaanza chokochoko. Nyama Simba. Yanga anashiriki, Simba ndo amegomea. Simba hajagomea, na ndio maana jana alikuja kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho. Wakamgomea asiingie uwanjani. Sababu iliyowafanya Yanga au mabondia wao wawafanye Simba wasishindwe kuingia uwanjani ilikuwa ni kitu gani? Wao wanasema walikuwa hawana taarifa. Taarifa ya nini? Kwani hakuna taarifa kwamba dabi? Mbona matangazo yanapita kwenye vyombo vya habari kwamba tarehe 8 ni dabi? Sasa inakuwaje leo wanasema hakulikuwa hamna taarifa? Wao wamesema bwana, wenyewe hawajazoea siku moja kabla ya dabi kuja kufanya mazoezi. Wao walikuwa wanafanya nini? Wao walikuwa wanasema bwana, Simba inawezekana anaweza kufanya vitu vyake vya labda kuroga labda nini, ndio vilikuwa vinatia. Wao walikuja kufanya nini kama siku yani ikiwa ya nyuma kesho mchezo haruhusiwi kufanya mazoezi? Wao walikuja kufanya nini uwanjani? Ukinijibu hapo tunaendelea. Unawauliza sasa. Ndio hivyo, wao walikuja kufanya nini kama walijua Simba wanaweza wakaja wakafanya vitu vibaya? Wao sisi ndio tunaoamini kama walikuja kufanya vitu vibaya uwanjani. Sasa ndio hivyo, mmeshasafiri umbali mrefu. Ndio maana jana walizuia wakasema washuke watembee. Na ndio maana wachezaji wetu walishtuka, wakagoma, hawakushuka kwenye basi, wakageuza gari na kurudi. Sasa nyinyi mmesafiri kutoka umbali mrefu Mafinga. Umbali mrefu, mmetumia gharama, mmetumia usafiri, bila shaka kama labda mlilala, pengine kula, maana mechi ni saa moja. Maana hizo zote ni gharama. Na mechi mpaka sasa hivi mnyama ashatoa msimamo wake kwamba hataleta timu uwanjani. Uone sasa kama hii kwenu nyinyi mmeipokeaje kama mashabiki labda wa Simba? Kwa mashabiki tumeipokea kwa masikitiko makubwa, kwa sababu sisi tumetoka Mafinga tukiwa na furaha kuja kurudisha furaha yetu iliyokuwa imepotea miaka 4 ya nyuma. Tuje leo tupate furaha kumfunga mtani. Lakini vile ambapo sisi yani tuseme kwamba hizo hasara, sisi hasara kwetu sio kivile, kwa sababu sisi ni wajasiriamali na mjasiriamali anajua kabisa kuna kupata na kukosa. Kwa hiyo sisi tunajua kabisa tumekosa. Mwachia Mungu. Tumemwachia Mungu ndio.
pamoja na timu yetu. Tuko pamoja na timu yetu na hatuiachi, na sisi hapa tutaondoka saa 4. Tunajua sisi mechi yetu inaisha saa 4. Ndio tutaondoka saa 4 kuendelea na shughuli zetu nyingine. Hapa mkitoka sasa saa 4 moja kwa moja Mafinga ama? Hapana, sisi tunafanya utalii wa ndani. Yaani sisi tuna utalii. Hapa tutaondoka Jumatano ijayo au Alhamisi. Hatari. Yaani hapo ni pesa zetu tu. Ndio. Bwana walikuwa wanasema bwana dabi haina kipengele madam. Maana mpaka sasa hivi naona kipengele kishapatikana. Wamekitafuta kipengele. Yeah? Kwa majina naitwa Aida Rostiando kutoka tawi la Simba Sports Club Mafinga. Bwana ndugu zetu hawa watani. Kipengele wamekitafuta na watakipa. Sisi shida ndogo ndogo hatuna. Wamezuia tusiingie uwanjani kufanya mazoezi ili kusudi watutafutie sababu ya kushindwa kucheza huu mchezo wa leo ili wachukue wao pointi 3. Wanalazimisha mambo kwa sababu wangekuwa wameacha leo tucheze tunawapiga. Mlikuwa mnapata alama 3. Alama 3 tunatoka nazo. Na sisi bado tunaenda kimataifa. Wao wanang'ang'ania alama 3 bado watabaki hapo. Sisi tuna uhakika wa ushindi. Kwa hiyo wewe nyinyi kwa nini basi msingeingiza timu pamoja na kukataliwa labda kufanya mazoezi? Hatuwezi kulazimisha wachezaji wetu wakaumia uwanjani. Walitukatalia wana sababu zao. Wao wamefanya mazoezi asubuhi jana, si ndio? Kwa nini watukatalie sisi kuingia jioni? Siku haijabadilika, siku ni ile ile bado. Kwa nini watukatalie kuingia? Kwa sababu mazoezi yanakataliwa kama siku inakuwa imebadilika. Lakini kama siku haijabadilika mazoezi hayakataliwi kufanya. Wangefanya hata saa 5, saa 4 usiku wanaruhusiwa. Umeona? Lakini inaonekana kuna vitu wao walishavifanya asubuhi pale. Kwa hiyo waliona vipi? Wanajua wao mambo yao, wanajua mambo yao. Kwa hiyo inaonekana kabisa walishafanya asubuhi. Wakaona Simba wakiingia watajua ila zetu tulizofanya. Kwa hiyo tufanye figisu tuwazuie wasiingie uwanjani. Wataharibu nini? Dawa, wanazijua dawa zao wanafanyaga. Alafu mbaya zaidi timu walikuwa kila wanakoenda wanaambiwa tumefunga. Salamu alaykum saizi dhambi ndogo ndogo hatutaki. Wanapajua kwa wataalamu wao. Kila wakienda tu. Sasa hivi tuko kwenye ibada jamani, hizo dhambi si hatuzitaki. Kwa wakaona hapa tukicheza vibaya tunakuja kufa hapa, tutatia aibu. Sasa ili tusitie aibu tutafute sababu hao watu wasiingie uwanjani. Umeona bala lake? Nawashukuru sana matajiri wa Mafinga. Asante, tunakushukuru pia. Na poleni sana. Na sisi tupo mpaka kieleweke. Na Mpanzo hujamuona Kibu. Mpaka ni Mpanzo. Tutatafuta leo kwa miguu. Wako nani tena? Kwao tutaenda. Elie Mpanzo. Ndio baby wangu. Nampenda vibaya mno. Mama yangu. Yaani nisikie huko aliko. Unamwambia nini pale Elie Mpanzo kibisa wala bwana? Yaani Elie Mpanzo anaponisikia, yani acheze, mimi anavocheza mimi ndo ananipa nguvu. Tena nampenda kuliko unavyofikiria. Mama yangu, ukipata nafasi ya kuonana naye utampa zawadi. Yaani tena nikwambie kitu, nasubiri mechi ya mkoani. Akija mkoani sisi ndo tutampokea. Mmemkamia? Hapana. Mmemkamia? Hatujamkamia, tunataka tuongeze tu nguvu, yani alionayo tumuongeze zaidi. So wale wa kuvunja miguu ya watoto wa watu. Nguvu kivipi? Kwani wewe hujui wewe si mkubwa? Unataka muongeze nguvu? Uwezo. Yaani uwezo wewe mkubwa. Sasa watu wa Mafinga wako jamani. Wala mbona si wala hatuwezi kumuua. Nakula viazi nyinyi mna nguvu nyinyi. So shida zetu. Tunampeleka kwenye kila babu. Tunampeleka kwenye msitu wa babu. Tunampeleka kwa Mandurami. Akija kwetu mkoani tunampeleka kwa Mandurami. Shemeji. Shemeji. Ili apate nguvu. Wakasema wanawaroga wanawazimia taa. Leo hii wanasema wanawaroga pale uwanja wao. Wakitaka kufunga goli wanazima taa, goli walioni. Kwa wana vipengele vingi. Hata kale kakatuni nikasema sifungue mlango, ni Yanga yule. Kwa hiyo tushajua dili zao. Hatuna shida. Kwa hiyo sasa mechi leo design kama imeotambawa. Mnyama ashatoa statement yako. Wewe kama mshabiki wa Simba nini maoni yako? Tunasubiri sisi kutoka TFF, maana ndio wasimamizi wa mpira. Tunasubiri statement kutoka TFF, wakijibu ndio tutazida sisi tutaondoka. Lakini kama hawajajibu bado tuko hapa. Yanga anasema bwana yeye muda wa mchezo ataingiza timu na kama manake yeye atakuja kama manake atafanya mazoezi kawaida, apewe alama zake 3 na magoli 3. Hawezi kupewa alama kwa sababu kuna kanuni. Timu ikiwa ngeni kwako lazima ifanye mazoezi siku moja kabla ya mechi. Wao wamezuia uwanjani. Kwa hiyo hawawezi, wao washavunja kanuni.
Watu kama wakileta timu watafanya tu mazoezi wao, lakini kwenye tunatembea na kanuni na miongozo ya TFF. Yeah. Kama sasa watasema bwana labda mechi itapelekwa mbele maana yake nyinyi mtakuwa na majukumu ya kimataifa, kwa hiyo mechi hii inaweza ikapangiwa mwisho kabisa wa msimu. Sisi hata hatuingizi timu tena, tuchezi ligi mpaka TFF watoe ufafanuzi. Hatuchezi tena ligi kwa sababu tumechoka nayo mambo ya kuonewa. Mpaka TFF naonewa. Kabisa. Kwani vipengele navyo vitafuta vya nini? Wanajua kanuni kabisa kwamba timu lazima ifanyie mazoezi kabla ya mechi. Wao wanazuia. Maana yake nini? So wanatafuta vipengele. Wao wanasema hawajazoea kuwaona nyinyi mkifanya mazoezi mechi ya mwisho kwenye dabi. Wasitumie mazoezi, wafuate kanuni ya TFF. Walikuwa nalinda nini? Wamesema kabisa wa michezo hajafika mpaka amekuja, wamemzuia na kabisa wa michezo. Lengo lao ni nini? Wasizoee kutumia mazidiko. Sisi tunacheza mpira wa pesa, mpira umenyoka, mpira wa kuona kona upo, ni enzi zile za kuloga. Nyumbani kimataifa wanafeli. Hapo ni mambo ya uchawi sasa. Wao wanaogopa sisi tunaenda kufungua mambo yao. Wanaamini uchawi, mambo ya kizamani hayo. Mambo ya kizamani hayo. Mpira sasa ni sayansi. Lete boli itembee. Basi. Kwa hawana kikosi bora. Cha hapa cha Ndondo. Mbona huko mbeleni huko anashindwa, atoboi. Anarudi mapema tu. Kikosi bora kiko wapi? Ubora uko wapi? Hawana kikosi bora. Wana kikosi bora cha hapa cha kwanza wao wanadhamini timu 8. GSM timu 8. Usiangalia unatengeneza point hizo. Wewe uliona? Mfano kama Mnyama Statement tena mmesema maana yake hamtacheza ligi. Mimi nataka nifahamu kama wao wengine wataamua kuendelea. Itakuwaje ligi? Waache waendelee. Waache waendelee. Yaani mpaka kimataifa basi. Ina maana wameandaliwa ubingwa. Asante. Wanaandaliwa ubingwa.